ya makafiri. Makaburi ya makafiri yafaa kufukua idha kana fihi arbun, pale itakapokuwa ndani yake kuna arbun, kuna mali, au naf'un lilmuslimina, au kutakuwa kuna manufaa kwa Waislamu. Wa annahu, na kwamba laisati hurmatuhum fi dhalika, haukuwa uharamu wao katika kufukuliwa ka hurmatil muslimina, kama uharamu wa nani? Waislamu. Waislamu wao ni watu watukufu, akishazikwa hatakai kufukuliwa, kuna uharamu, unamvunjia heshima. Kafiri hana hiyo heshima, unaweza ukafukua ukatoa bana. Sawa. Naklul mayiti, kusafirisha maiti. Sasa nani kazikwe kwetu? Wapi kwenu wewe? Bara au Pemba? Naklul mayiti, kusafirisha maiti. Vipi? Anasema yuhram, ni haramu inda Shafi'iyya, kwa upande wa Kishafi ni haramu. Naklul mayiti ni haramu kusafirisha maiti min baladin ila baladi, kuitoa mji huu kapeleka mji mwingine, illa isipokuwa an yakuna biqarbi makkata, labda iwe mtu kafa karibu na Maka, naweza ukasafirisha, kwa sababu ile Maka ndio Maka yani, mtu karibu na Maka kwenda kuzikwa, ile eneo ya haram ni sehemu tukufu sana ile. Mtu kafa hapo, unaweza ukahamisha mji huu kapeleka sehemu nyingine, kwa sababu yuko karibu na Maka kwenda kuzikwa Maka, anaweza akahamishwa akapelekwa. Au Madina, au alikuwa mji wake karibu na Madina, aweza akasafiri bwana akazikwe Madina, kwa sababu hii miji shekhi ina mambo yake na utukufu wake. Au Baitul Maqdis, au kafa karibu na Baitul Maqdis, aweza safirishwa akapelekewa kule Baitul Maqdis. Fa innahu, hakika katika hali hiyo, yajuzu naklu, itafaa kusafirisha ila ihda hadhihi albiladi, kwa mmoja katika miji hii. Kwa nini? Lisharafiha wa fadhiliha, kutokana na sharafu ya miji hiyo na utukufu wake na fadhila yake miji hiyo. Walau aswa binaklihi, ikitokea maiti kausia asafirishwe ila ghairi hadhihi alamakini, kwa sehemu zisizokuwa hizi alfadhila, tukufu hizi. Sema mimi bwana nisafirishwe mpelekwe kwetu Pemba, sio mpelekwe Maka na Madina. Akiusia maiti binaklihi, kwamba asafirishwe ila ghairi hadhihi alamakin, kinyume na sehemu hizi alfadhila zilizokuwa bora, la tunfadhu wasiyatuhu, haifai kutekelezwa usia wake. Tutakuzika hapo hapo kweli, tukupeleke kwenu. Usia hautekelezwi. Jamani, si kila usia watekelezwa. Maana kuna wengine hujiga bwana aliusia. Sasa kuusia nini? Sio kila usia unafanyaje watekelezwa. Usia ukipinga sheria hautekelezeki. Tunafanya tu basi. Mtu aweza usia, mimi nikifa mwanangu fulani asije akarisi. Yawezekana kweli? Hawezi kutekelezwa huo, madhali mwanao huyo hajafanya jambo la kumnyima nini urithi, ambao kuwa jambo la kwamba ili mtoto asimrithi baba yake awe ana mambo mawili: aidha kwamba yeye ni kafiri kweli, hapo hatomrithi baba yake au mama yake, tupo au kashiriki katika kifo, katika kile kifo cha baba yake, yeye alishiriki katika kifo kile. Nikisema kushiriki nifahamike katika kumuua na kusudia, sio kushiriki kwenye msiba. Hapo atakuwa kweli harithi. Lakini hajafanya haya, lakini kausia bwana mama kwamba wewe humo bwana, mimi nimo, hamna wala hamnitoi, wala hautatekelezwa usia. Si kila usia watekelezwa. Kwa hiyo maiti kausia, mimi nikazikwe kwetu, tupo watu utasikia kausia huyu bana, hatekelezewi usia. Kisheria hautekelezwi. Kidunia utaambiwa wale vipi wale kausia hapo, lakini wale si kila usia watekelezwa. Usia huo hautekelezeki kwa sababu ni usia unapingana na nini? Sheria. Hautekelezeki.
Kwa nini hautekelezwi? Lima fi dhalika, kutokana na yaliyomo katika kutekeleza hilo, itakuwa kuna min taakhiri dafnihi, kutachelewesha kuzikwa kwake, ambao sheria imeamrisha kufanyeje? Maiti akishakufa fanyeje? Azikwe haraka, hasa mpaka asafirishwe apelekwe wapi? Hii itachelewesha, kwa inapinga sheria. Taakhiri dafnihi, lakini pia wata'arruduhu litaghayyuri, pia hilo jambo kwa sasa hili halipatikani, itapelekea kwake kupata kuharibika, kwamba pengine mpaka apelekwe huko kwao huko tupo atafika huko keshaanza kungangana keshaanza kuvunda na kuharibika. Ni mambo ambayo hayatakika, itakuwa kama kumdhalilisha maiti. Lakini leo hili la pili alipata, si watu kuatia dawa bwana, akaa hata siku 4 hata wiki nzima hata mwezi, shapigwa barafu. Lakini sasa ni hiyo kumdhalilisha pia, wewe ukampige barafu kama kamongo bwana, samaki wa kamongo hiyo, ili asiharibike. Kwa hiyo hayo hayatakiwi kutekelezwa. Wayahrumu kadhalika, na ni haramu vile vile, nakluhu, hata kumhamisha, min alqabri, kumtoa pale kaburini, keshazikwa ukamtoa pale, sema mfukue msike kwa huko tupo illa li gharadin sahih, isipokuwa kuwe na jambo la sahihi linalokubalika kisheria. Ndio kama mengine tumepita kwamba wewe unaona baba yako kazikwa na mtu amekubaliani naye, unaweza kumfukua. Hiyo ni katika gharad sahihi kabisa, kwa sababu tulipita, kama kumbuka huko nyuma tulipita kesi moja ya mwanamke aliyebeba mimba ya Muislamu. Nakumbuka tulimalizia, nakumbuka kasema yule, wengine wakasema atazikwa kaburi la peke yake, hatozikwa kwa makafiri wala kwa Waislamu. Lengo nini? Wakasema kwa sababu akizikwa na Waislamu tupo wale Waislamu watapata maudhi kwa ile adhabu yatakayokuwa anaadhibiwa yeye, maana yeye kafiri tupo na akenda akizikwa kule kwa makafiri, huyu mtoto Muislamu naye atapata shida kwa zile marungu wanaochezea wale. Ndio maana ukasema kwamba huyu anafanya operation ya sabora, akazikwe kwake na mtoto azikwe wapi? Kwa hiyo kumbe mtu akiwa pamoja na makafiri kuna shida yapatikana Muislamu. Sasa na hii ilikuwa vipi? Sahau, ngoja nitute tena. Anasema naam, anasema kumuhamisha kutoka kaburi kwenda kaburi. Ndio nikasema kwa gharadhun sahihi yafaa. Ndio kama ile kwamba unajua kwamba mimi mtu baba yangu kazikwa na mtu fulani, na huyo mtu fulani wewe huridhiki naye, wajua sila zake, wajua tabia zake. Kwa unajua huyu baba yangu kila wakati ashituka toka kuchezea kwa kusikia rungu za mwenziwe, jamaa ile kwenda mtoa, si ndio? Kwa lengo kama hilo ni sahihi kabisa, aweza mtoa. Kwa mfano akatoa mfano ka andufina min ghairi ghuslin, kama mtu kazikwa pasi na kukoshwa, tushapita hayo, aweza mfukua au kumtoa kumhamisha pale. Au ila ghairi qibla, au amezikwa hakuelekezwa kibla. Au lihaqqin alqabri, au kwa sababu ya haki tu ya kaburi. Haki ya nini? Ya kaburi, kwamba lile kaburi si haki yake. Tumeona huko nyuma kwamba kaburi ni wakfu wa yule aliyezikwa pale. Hasa pengine wakfu ule una mwenyewe, na yeye kaenda kupachikwa juu yake, si wako wake pale. Sailun, au pengine sababu ni sailu, kuna mafuriko, kwamba pale alipozikwa ni sehemu kwamba huwa siku nyingine yani inatokezea mafuriko. Jamani, haya mambo ya saili kwetu ni mageni haya tupo, lakini kwa nchi za wenzetu hata hapo mbele ukenda haya kuna baadhi ya maeneo yanatokea. Ukaja ukakaa pale hakuna mvua, haijanyesha mvua, kwa kutamumbu wa maji unakuja, imenyesha mkoa gani huko mvua lakini ni bonde fulani lapitisha maji. Sawa. Sasa mtu akaja kama pale alipozikwa pale, pale bwana huwa panafikwa na siku za mvua pale, au siku panakuwa pana saili pale. Kwa hiyo pale na maana kaburi itahamishwa, ile za akafukuka akarushwa huko juu. Tupo hizo ni sababu za kwenda kufukua ukamwondosha. Au na dawa,
au ni sehemu ya maji na kuva maji, ni sababu za kumuondoa kumhamisha. Qala fil minhaj, amesema katika kitabu Minhaj, wa nabshuhu ba'da dafnihi, na kumfukua maiti baada ya kuzikwa, linakli, kwa ajili ya kumhamisha, wa ghairihi, na mengineyo, haramun, ni haramu, illa li dharura. Akasema isipokuwa kuwe na dharura. Watu wa sheria wanajua nini dharura, wasema dharuratu tubihul mahdhurati. Kaandufina bila ghusli, akasema dharura zenye, kwa mfano amezikwa pasi na kukoshwa, au fi ardhin, au amezikwa katika shamba la mtu, au thaubaini maghsubaini, au kazikwa kavalishwa nguo mbili ambazo za kuporwa, watu wamempora mtu huko wakamvalisha sanda hiyo mtu, au waka amalin, au ilidondoka mali mle, au dufina li ghairi alqibla, au alizikwa hakuelekezwa kibla. Wa inda almalikia, kwa upande wa kimaliki, ile kishafi wanasema haitakiwi kuhamisha, kusafirisha maiti jamani, Kwa maliki anasema yajuzu nakluhu, yeye anasema inafaa bwana kumsafirisha maiti, min makanin ila makanin akhar, kumtoa masehemu fulani kumpeleka pahala pengine, lakini kabla dafni, iwe kabla hajazikwa. Kabla dafni yasema inafaa kufanya hivyo kabla hajazikwa, wa ba'dahu, na hata baada ya kuzikwa unaweza kumfukua ukampeleka kwingine, lakini li maslihatin, kwa ajili ya maslaha, uwe kuna maslaha katika kufanya hivyo. Kama vipi? Akasema ka an yukhafa alayhi, kama kule kuhofiwa yule maiti, an yaghriqahu albahr, kwa mfano watu wanahofu kwamba bahari itakuja kumgharikisha, pengine kazi kwa karibu na bahari, na watu wajua pale bahari bana, siku za maji mengi pale bana, maji siku za wanaita sijui bamvua gani, sijui bamvua kubwa, sijui jamani, mtanisamee, sijui kama kuna bamvua kubwa au dogo, lakini kuna baadhi ya siku maji yani si yanakuwa yanapanda sana juu. Sasa watu wakajua kule maji yatafika alikoziko, bahari itakuja muhamisha, basi hizo sababu wanasema wanaweza kuhamishwa. Au yakulu sab'a, au pengine inaogopewa alipozikwa pale kuna wanyama wakali, kina simba na wenzi wao na mbwa mamwitu, watamfukua, watamla, atahamishwa, tasafirishwa. Au li ziyarati ahlihi, la. Kwa Imam Maliki anasema hata kwa ile sababu ya kuzuriwa na watu wake yeye, kwamba amekufa huko, mfano mikoani huko, si ndio? Akizikwa huko, sisi tutakuwa hatupati kufanya ziara ya kumtembelea maiti na kwenda kumwombea dua. Dua zafika hata huko, sawa lakini ile ziara itakuwa haipatikani huko, mpaka mtu ende huko itakuwa hawendi. Basi kwa upande wa Imam Malik akasema hapo itafaa kusafirishwa maiti. Ziarati ahlihi lahu, au li dafnihi bainahum, au pengine ni kwa sababu tu ya kwamba huyu tunataka tumzike hapa kwenye wenzake. Tushapita huko nyuma kwamba hata Mtume sallam alipomzika ndugu yake Uthman ibn Mad'un akaeka jiwe, akasema naeka hili ili nipate nipajue, ili nije niwazike na wengine hapa. Na ikazungumzwa hikma yake ni nini, kwamba kupunguza shida ya wale wazuruji, kwamba mtu akaenda kizuru kaburi ajua anakwenda sehemu moja, wote hawapata pale, sio tena hapa alafu afunge ende kule alafu ende kule, kuna mwingine sio Kwa ina maana ni katika ardhi shari, kama ikionekana kwamba akizikwa huko itakuwa sisi ziara kwetu itakuwa ni shida, tutaka tumzike hapa karibu na wenzake, ili kwa ajili ya kitu kama hicho. Asema kwa Imam Shafi, kwa Imam Malik hiyo si tatizo, inaweza kusafirishwa. Au rajaa barakatihi lilmakani, hii sasa mtihani kidogo, lakini inawezekana ipo hii jamani, tusome zaidi tu. Au kwa sababu ya baraka zake huyo maiti, kuna maiti wengine wana baraka zao, tupo kwa mujibu wa hii au kwa sababu ya baraka zake lilmakani, hapana, nakusudia sio baraka za maiti. Au rajaa barakati, au kutaraji kupata baraka, kubarikiwa, lilmakani, kwa ajili ya ile sehemu, kwamba ile sehemu ni tukufu. Tumeona hapa kwa mfano kwamba mtu kufa Maka, kuzikwa Madina, tupo Baitul Maqdis, pengine kafa karibu na miji kama hiyo, basi anaweza kusafirishwa kupelekwa kwa ajili ya kupata baraka ya ile makani ya ile sehemu. Ya amani tupo.
almanqulu ile sehemu ambayo anasafirishwa kupelekwa pale kwamba kuna baraka, wana haudhalika na mfano hayo. Kwa hiyo fanaklu hina idhin, anasema kusafirishwa katika wakati huo jaizun, itafaa, lakini ma lam tuntahaku hurmatul mayiti, kutafaa kwa sharti pasivunjwe heshima ya maiti. Ma lam tuntahaku, madhal haitavunjika hurmatul mayiti, ule utukufu, nasema hurma ile heshima ya maiti haitavunjwa. Kivipi? Pengine binfinjarihi, pengine kwa ajili ya kunyambuka, kwamba hili si mpaka tukimpeleka huko atafika kishafanyaje, kisha nyambuka, hapo haitofaa. Tuko jamani? Au taghayyurihi, au kuharibika, au kasri adhmihi, au pengine atavunjika kiungo fulani. Ikiwa hivyo sasa itakuwa inavunja hurmati yake, heshima yake, haitofaa kusafirisha. Hiyo ni kimalikia. Wa inda al-ahnafi, kwa upande wa kihanafi, yukrahu naqlu, wao wanasema kwao ni makruh kusafirisha min baladin ila baladi, kutoka mji huu kwenda mwingine. Wanaungana Imam Shafi na Washafiia. Wa yustahabu, anasema wao inapendezesha, an yudfana kullun fi maqbaratil baladi, kila mmoja azikwe kwenye makaburi ya huo mji aliofia, sio kusafirisha. Kwamba wewe umekufa Dar es Salaam watu wazikana Kisutu mfano, sio? Utakwenda zikwa Kisutu. Au umekufa sijui kule Mwananyamala, si Kinondoni. Yani makaburi ya ule mji, sio kwenda usafirishwa, uzikwe kwenye makaburi ya ule mji uliofia, si kusafirishwa. Hao ni Hanafia. Allati mata biha, kwenye ule mji ambao yekafia pale, makaburi pale watu wazikana wapi, wakazikwe, sio kusafirishwa. Wala baasa, lakini wakasema hakuna ubaya, hakuna dhambi, binaklihi, kumsafirisha maiti kabla dafni, kabla hajazikwa, nahu mailin au mailain, kumsafirisha masafa mfano wa maili moja au maili mbili. Hiyo wasema inafaa, si tatizo. Safari ya maili moja mpaka maili ngapi? Maili mbili. Hiyo wakasema si makruh, la yukrah, kiasi ya maili au mailain. Kwa nini? Lianna almasafata ila almaqabiri, kwa sababu masafa kwenda makaburini, aghlabia kad tablughu hadha, huwa yanafikia masafa haya, tablughu hadha almiqdar. Asema kikawaida inakuwa inafikia kiwango hichi. Kwani hata petu hapa kutoka mpaka tunazikana mpaka Kwereko, maili moja haifiki. Usiseme kaidi hivyo hivyo. Sawa Maili moja, anasema kwa sababu asilimia kubwa ya makaburi kawaida huwa yako kwenye masafa haya mara nyingi. Utakuta pengine mtu anapozikana pengine kuna masafa maili moja au maili mbili. Kwa hiyo kusafirisha kupitia masafa kama haya, sema sio tatizo. Kuizidi hapo ni shida sasa. Wa yahrumu naklu baada dafni, lakini wasema kwa kihanafi ni haramu kumuhamisha maiti baada ya kushazikwa, illa li'udhurin, ila kuwe na udhuru, kama takadama, kama ilivyotangulia kusema. Walau mata ibnu limra'atin, kama atakufa mtoto wa mwanamke, wadufina fi ghairi baladiha, halafu maiti yule akazikwa kinyume na mji wa yule mama, wa hiya ghaibatun, na yule mama alikuwa hayupo, walam tasbir, na akawa hawezi kuvumilia lile, au walam tusbar, hakuweza kusubiriwa, wa aradat nakluhu, sasa mama alipokuja akataka kumuhamisha, la tujabu ila dhalika, hatokubaliwa katika hilo. Ni hivi, yani kuna mtoto kafa, mama yake alikuwa hayupo, na ikawa kusubiriwa yeye sheria hairuhusu, yuko mbali kwa mfano. Alipokuja, mie bwana mtoto wangu nataka nikamzike kule kule karibu na mimi, si ndio? Kwa hiyo akafukuliwe, hatojibiwa, hatokubaliwa katika hili.